Neema ya Yesu ilitutosha katika mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu katika nyumba ya Bwana Yesu anaenda kubadilisha maisha yao, maana Yesu amesema ni mwaka wa ukombozi. Amesema atatengeneza mito jangwani. Kabla umwaka ukamilike, Yesu akaniambia niwaambie tu unabii very simple ya kwamba kuna watu hawana magari na kuna watu wako na magari. Wale hawana magari, kuna watu Mungu anaenda kuwapa magari yao kwa jina la Yesu Kristo. Na wale wana magari, Yesu akanituma akaniambia wanaenda kuongezewa magari katika umwaka, in the name of Jesus. Kuongezewa, si kubadilisha, kuongezewa. Kuna watu wamehangaika na kazi sana last year. Hata wengine wamekuwa kitamani kufanya kazi ya Bwana Yesu Kristo, lakini wamekuwa kishindwa kwa sababu ya mapato ikiwa chini. Mwaka huu ni mwaka wako wa Mungu kuongezea mapato yako. Ambaye ameamini na apokee hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Mapato ya wengi inaenda kuongezeka, aidha kupita kwa kazi unaofanya, ama kwa biashara, kwa promotion. Yesu amesema atatengeneza njia katika jangwa. Yesu amesema ni mwaka ambao anaenda kuponya watu wake, maana wengi wamepitia maugonjwa, matatizo mengi ya mwili. Ni mwaka ambao atatenda miujiza mingi sana kwa ajili ya kuponya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akanituma akaniambia watu wake niwaambie wapanue mipaka, wapanue hema zao, maana baraka anazoenda kuleta ni nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wamejitolea kwa kazi ya Mungu kwa wingi, kuna vifunguo ziko mikononi mwenu. Wale ambao wamejitolea kwa kazi ya Mungu last year, tukiitana mchango wako hapo, tukiitana hii wako pale, tukiitana hii wako hapo wanajitolea. Yesu amenituma akaniambia kuna funguo zimewekwa kwa mikono yako kulingana na vile ulivyokuwa umejitolea, na kuna milango nyingi mbele zako kwa ajili ya kufungua kupokea zile baraka. Sasa tumia zile funguo kwa ajili ya kufungua ile milango ukipokea baraka zako. Tumia zile funguo kufungua zile stores zimewekwa baraka zako kwa ajili ya kupokea, kumaanisha kwamba katika mwaka wa ukombozi, kile kilikuwa kinazuia baraka zako kinaenda kuondoka. Hizo vifungo zinaondoka, stumbling block inaondoka, na wewe utakuwa na access ya kufungua baraka zako na kupokea baraka zako bila kung'ang'ana. Hiyo neema iwe juu yako siku ya leo, in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kama ushafungiwa nyumba mara kadhaa, nataka huyo asikie unabii. Nimetamka afunguliwe in Jesus name. Nimetamka ukombozi wake, maana nataka asikie unabii in Jesus name. You are free now.
the name of Jesus. Total deliverance. You are free. Uko huru dada, nataka usikie unabii. Simama hapo. Yesu anasema hivi, kwa wote wamefungiwa nyumba mara 2, 3, 4, huu mwaka si mwaka wa kufungiwa nyumba. Ni mwaka wa kubarikiwa kwako, na hata ikiwezekana Bwana Yesu akupe nyumba ambayo si ya kulipa, in the name of Jesus. Hallelujah. Kwani hiki kimetoka wapi tena? Utaki apokee nyumba isiyo ya kulipa? Toka. Toa mahali ulifunga. Wewe toa. Tukataki story. Mahali umefunga fungua. Natakasa mwili wa undada kuanzia nywele zake hadi kwa nyoyo zake kwa damu Yesu Kristo. Metabiria moto, metamka kufunguliwa kwake. Wachawi na waganga wafunga majini, mubaki kule Red Sea, mubaki uko Red Sea. Nyinyi mnaomfuata hata sasa, mbaki Red Sea, na kuna kitu chenu wako nacho ama kiko toka basi, niwachilie pesa yake in Jesus name. 1, 2, 3, you are free. Wewe mapepo imebaki Red Sea, haiko kwako tena, aende ukae. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameniambia kama kuna watoto wanahangaisha wazazi, ni mwaka wa ukombozi wao, ni mwaka wa ukombozi wa masomo yao, ni mwaka wa ukombozi wa mafanikio yao na kuinuliwa katika maisha yao. Kama kuna grade nzuri itatokea Kenya, itatokea Jesus Love Ministries kwa ajili ya masomo. Ni mwaka umefunguliwa. Kama unatamani masomo yako iende juu kidogo, urudi shule na uendeshe masomo yako ifike mahali unataka, maana hizo vifungo zitakuweko tena. Kuna madegree itatokea. Halo, kuna wengine watapata tuanze certificate, kuna wengine watapata certificate, watoke hapo wapate diploma, watoke hapo wapate degree, watoke hapo wapate PhD. Haleluya. Na hata zaidi ya hiyo, hata masters huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wataongezea masomo katika nyumba ya Bwana. Sijui kama kuna mtu anaandika, I don't know, maana itatokea. Na ningetaka iandikwe ndio tuisome on 2026 ama 2027 tarehe 1. Tuone ni wangapi hilo jambo litakuwa limetokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwaka ambao ukianza biashara hautang'ang'ana kamwe. Yesu atakuinua, akupeleke another level, akupeleke kiwango kingine. Watu wengi wataambiwa wako na manjini na si manjini, kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Sema amen. Kuna mambo ilikataa kwa maisha yako, maana ni mwaka wa ukombozi, utapokea. Kabla tujaomba, kama mtumishi wa Mungu ana neno amepewa na Mungu, hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwaka ambao tutafikia wengi kwa crusade, kuhubiri huku nje kwa maploti. Mwaka tutafikia watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule ako na memory mzuri aandike hayo mambo yote na iwekwe vizuri kwa file.
Kama una memory vizuri, yote Mungu amenena, andika mahali na Yesu atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeonyeshwa next year kuna watu karibu 5 wataenda ng'ambo na watasahau Jesus Love Ministries. Zaidi ya 5 na wataenda kazi nzuri, sio kazi ya kubabaisha. Wanze ku apply this year, not next year, this year ndio watu wataenda ng'ambo. Kuna wengi sana wataenda ng'ambo katika mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mwaka ni mwaka wa kupanguzwa machozi. Hauko nasikizana familia yako, Mungu atafungua njia, mutasikizana. Maana Bwana Yesu atawaleta upande wako, maana kupita kwako watakombolewa, watafunguliwa mawazo, na watajua uko mahali panapostahili, na watakuja upande wako, wataokoka, na Yesu atafungua maisha yao pia. Sema amen. Kwa hivyo huu ni mwaka, mambo mengi Yesu atatenda. Yale yote nimenena ni kwa ajili ya huyu mwaka, ili Yesu ajitukuze katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa ukombozi. Pia utakuwa ni mwaka wa kutafuta Mungu sana, mwaka wa kutafuta Mungu sana, maana yeye naye atakuwa anatenda mambo makubwa sana. Huyo Yesu atakuwa anatenda mambo makubwa sana, so usiongope, maana wakati wako umefika wa kubarikiwa na kuinuliwa katika huu mwaka. Kabla ukamilike, utashangaa yale matendo Yesu atakuwa ametenda kwako. Sema amen. Ndio mwaka wa 2027 tarehe 1 kama hii tutakuwa na ushuhuda nyingi sana, ama tarehe 31 katika mwaka wa 2026 kutakuwa na ushuhuda nyingi sana, na Yesu atajitukuza kwa kila moja. Sio neema itawale juu yako leo, si maisha yako yabadilike leo, in the name of Jesus. Katika hiyo mikono nimeona kuna watu watakuwa landlord katika umwaka. Hiyo neema itawale juu yako sasa, in the name of Jesus. Na pasikose hata neno moja kutendeka katika maisha yako kulingana vile Yesu amepanga kwa ajili ya maisha yako katika huu mwaka. Sema amen. Jambo gani linaweza kwa linasumbua moyo wako? Huu mwaka kutakuwa na suluhisho. Kabla tufike mwezi wa 3 kutakuwa na suluhisho. Hiyo jambo ambalo linakusumbua hata sasa, kabla tufike mwezi wa 3 katika mwaka, suluhisho itakuwa mikononi mwako. Huu utakuwa ni mwaka wa Mungu kuponya magonjwa sugu. Yale magonjwa usemekana iponi, hiyo ndio magonjwa Yesu ataponya katika mwaka. Utakuwa ni mwaka hata wazimu kupona. Naitwa nani? Ule ako na shida ni mgani? Ako wapi? Hayuko hapa. Naitwa nani dada? Noel. Eh? Noel. Nani? Noel. Nani wana shida ya sasa? Ni wewe. Tangu lini?
leo umepona kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kukaa. Utakuwa ni mwaka wa kuhudumia watu wa Mungu kwa wingi kupita kwa unabii wa Yesu Kristo. Nimefanya hivyo ili uamini, maana Yesu atakuwa anavijua shida ya mtu na anaiondoa. Kuanzia leo huyo dada amepona. Nataka Sunday ijayo akuja toa ushuhuda hapa, hii Sunday ijayo, maana Mungu ni mwaminifu. Sema amen. Kwa hivyo usiongope katika huu mwaka, ni mwaka wako wa Mungu kujitukuza kwa ajili ya yote tumeyanena, maana ni mwaminifu. Sema amen. Nyenyekea kwa Bwana, muite tu. Hata kuna mengi sijayasema, mengi taendelea kusema kulingana vile Mungu atakuwa anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile Mungu atatuongoza tutaendelea kusema na kutabiria kwa wingi, maana ni mwaka ukombozi. Kwa hivyo ni mwaka wa Mungu kunena nasi kwa wingi, kwa ajili ya wengi wafunguliwe, wengi wakombolewe. Siku baada nyingine Mungu atakuwa anafungua mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana kutenda jambo mpya si leo peke yake, siku baada nyingine atakuwa anatenda jambo mpya. Kwa hivyo kuna maneno mapya, kuna unabii mpya utakuwa unatokea kila wakati, kila wakati, kila wakati. Kwa neema yake na upendo wake atakuwa ananena na watu wake kwa wingi. Sema amen. So Bwana atakuwa ananena nasi na kutuongoza kwa nguvu zake.